Somo katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Warumi 6 mstari wa 3 hadi wa 11. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa maana kama tulivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika tutaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake, tukijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale umesulubishwa pamoja naye, ili kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. Lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, twaamini ya kuwa tutaishi pamoja naye, tukijua ya kuwa Kristo akishafufuka katika wafu afi tena, wala mauti haimtawali tena. Maana kwa kule kufa kwake alifia dhambi mara moja tu, lakini kwa kule kuishi kwake amwishia Mungu. Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi, na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Neno la Bwana.
Hata Sabato ilipokwisha, ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Maria Magdalene na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi, na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akaliviringisha lile jiwe, akalikalia, na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayuko hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njooni mpatazame mahali alipolazwa. Nanyi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake, amefufuka katika wafu. Tazama, awatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakakomwona. Haya nimekwisha waambia. Wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi, wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake habari. Na tazama, Yesu akakutana nao akisema, salamu. Wakakaribia, wakamshika miguu, wakamsujudia. Kisha Yesu akawaambia, msiogope. Enendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, ndiko watakakoniona. Injili ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Heri na baraka tele za Kristo mfufuka. Naamini tumesafiri salama kuanzia kituo cha kwanza hapa mpaka cha 14, na sasa tunaenda cha 15 kufufuka. Na tumesafiri katika shida zetu za
kila siku. Leo tunafufuka na nani? Ule unasemaje leo wa mwisho? Pamoja na wewe kaburini ndio. Nina imani kubwa kila mtu amezika dhambi na ubaya wa moyo na akawa Mkristo wa kweli. Nakumpa Kristo upendo kweli. Hiyo ndio kufufuka. Bila hivyo kituo cha 15 hakuna. Bila hivyo hakuna kufufuka. Kuzika dhambi na ubaya wa nini? Na mimi wengi wamezika, ndio maana yake nimependeza. Na kwa wamependeza sana leo. Mbona ninachaga mdomo wazi? Mnapendezaga sana. Unaona unashanaga sana hivi? Kinachoonekana nje kiko ndani. Uko na watu vya ajabu ajabu na nani huko? Na watu ndani wamefanya kaburi. Leo Kristo afanyeje? Atoe jiwe, vitu vyote ulivyoweka hapo vifanyeje? Vitoke. Ungae kama wanakwaya na wengine ambao watapokea sakramenti siku ya leo na leo soma masomo na sisi kidogo kule. Tunanao watu na masista wanafanyaje? Na mwalimu. Na sisi tutahitaji siku moja tuwe wote hapa. Tungae wote, si ndio? Rangi ya Pasaka ni nyeupe. Inawezekana siku ya Pasaka ukajipanga kuvaa nguo gani? Nyeupe, ili tuone kilichoko ndani, kwamba kweli umezika dhambi na ubaya wa moyo. Katika masomo yetu tumeona historia ya wokovu wa mwanadamu kuanzia mwanzo mpaka Kristo. Hajawekwa kwa sababu ya urembo. Kuna watu wanafikiri ni urembo. Kuna wakati akiwa anasoma hapa, kuna mtu alikuwa atafakari chochote. Tulikuwa tunasikiliza tu na pita huko tunafanyaje? Hata tukimuuliza mtu somo la pili limetoka wapi hadi? Hata aliyesoma uwezo ajui. Kwa sababu nilipita huko tukatokea wapi? Lakini ni historia ya mwanadamu kutuonyesha kwamba siku ya kufufuka kwa Bwana Mungu anafanya yote upya. Yesu na siku ya kuzaliwa ya kwanza ambapo Adamu na Eva walifanyaje? Msifu Yesu Kristo. Adamu na Eva na vyote vilifanyaje? Viliumbwa. Lakini leo Kristo anaumba vitu upya. Ndio maana anatukumbusha tulipopita huko. Tukapita mpaka tukafika wapi? Mpaka kule iko wazi. Sababu Adamu alizoea kuweka vitu vingi hapa na kuwawekea vitu vingi wengine. Yaani Kristo anakuja kufungua nini? Kaburi. Mungu alimuumba mwanadamu kwa sura na mfano wake. Kama ninavyosema, kwa sura na mfano lakini sisi tunaweka sura gani? Kuna mtu anaweka sura ya mke wake. Yupo. Na kama mtu anaweka sura ya nani? Ya mke wake. Yaani Mungu kwa sura na mfano wa nani? Wa mke wake au watoto. Tumsifu Yesu Kristo. Wengine mganga wa kienyeji. Wengine mwambosi. Wengine mwalimu. Wengine rafiki. Lakini Mungu anakuambia sura nyingine na mfano. Siku ukiombewa sura nyingine na mfano mwingine tunafanyaje? Tunakushangaa. Inabidi tuiombe sura tuweke sura ya Mungu. Na namna ya kuondoa hiyo sura na kuweka sura nyingine, lazima tufungue hiyo kaburi ambalo umeweka mahali hapa. Ikakujengea sura na mfano wa mnyama au sura na mfano wa shetani. Mungu anatukumbusha kwamba leo anafanya upya. Na wewe ufanye nini? Upya. Na ndio maana leo tunaadhimisha sakramenti za muhimu katika nini? Katika kanisa zinazotupa uzima mpya. Kwamba tumekuwa nacho peace, sasa hivi sisi supernatural peace. Kwa sababu Kristo amefufuka leo. Nisema natural peace na viumbe wa kawaida tu. Wewe sio wa kawaida. Wewe ni viumbe wa hali ya juu zaidi. Ukikutana na mtu mwingine ambaye sio Kristo
anaitengenezea kaburi, anaanza ndani ya moyo wake, ndio anaanza ndani kabisa ya moyo wake. Hapa leo watu wengine wanatengenezea kaburi, watu wengine wanafanyia maisha magumu, lakini kumbe tunaanzia wapi? Hapa kaburi inatengenezwa hapa, kunaingia ndani ya uchafu. Lakini kumwambia ingia neno la Mungu, watu walikuwa wanasikia, wao wamesikia kama neno la Mungu nasoma. Mwambie shirika, mwambie post stream stream. Anaweza akapost kuanzia saa 1 mpaka saa 7 usiku na achoke. Anaweza akachati na mke wa mtu masaa 3 na 4 na achoke. Hapo namwambia mke wangu, ndio tunamchanganyikiwa. Nisikie mnasoma tulikuwa mnasema watu wengine uchafu wao ni uchafu wa ajabu sana. Tunamwambia kwa mtu kwa vipi? Uko sawa? Ukimwambia kwa sababu au na watu wapi? Au mimi bado namwambia msichana ndio wapi? Na kudanganya. Kama ninaweza kusaliti kanisa nafanyaje? Na shida ni kusaliti wewe. Kati kidogo hiki. Tumsifu Yesu Kristo. Kanisa leo ndio kubwa. Bali naenda kusaliti kwa kusaliti. Kama nampenda usiniache. Wapi? Tumsifu Yesu Kristo. Kama nimemsaliti mtu wake nitasaliti pia. Hata ufanyike upande ushuke atafanyaje? Yeye ni msaliti mkubwa kama Yuda. Anaishia kwenye giza milele yote. Na wote ndio kwenye mwanga wa Kristo. Naweza kusema kama naambia nina wale kitu pale nasema hamna. Kama nasema nilivyo nasema hamna. Mimi naona nakupenda amini. Wewe ni mzuri amini. Wewe asante. Wewe shetani anakuambia wewe ni mzuri. Mfuate basi huko Musa. Basi shetani akiona giza anafikiri ni mwanga. Akiona mwanga anafikiri